Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Aprili 6, mkate wa uzima huuisha asili ya Kristo. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Yohana 6 mstari wa 50. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema, umetuamsha salama. Sifa shukrani zikapate kukurudia. Tunaomba utuongoze kuyasoma yale maandiko yako na kuyasikiliza na kuyaelewa vyema kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Kuna haja kubwa ya kuidhibiti nafsi kadri tuwezavyo pale tunapojikuta tunatafuta kufaidika kutokana na makosa ya kaka, dada au rafiki zetu. Ijapokuwa hatutambui kuwa lengo la kumchafua mwingine ni kujikweza. Kujikweza kunahusiana na mazoea ya kutafuta kutambua mapungufu ya wengine. Hebu kila nafsi ikumbuke kuwa ni vyema kuwa macho na kuitengenezea miguu yake njia nyofu, ili kipofu asije akapotoshwa njiani. Hakuna hata mmoja wetu aliye katika hatari ya kuwa mwaminifu kupita kiasi au kuwa na tabia inayofanana na ya Kristo kupindukia. Tiba ya kutokuwa kama Kristo kwa kutoa nafasi kwa wema wako kusema vibaya ni kuishi kwa unyenyekevu, kuendelea kumtazama Yesu katika kukesha kwa maombi hadi kubadilishwa na kufanana na tabia yake nzuri. Nafsi haiwezi kuridhishwa na mtindo, kanuni na desturi. Sharti kilio cha nafsi kiwe, nipe mkate wa uzima. Inua kikombe kilichojaa kwa asili yangu ya kiroho iliyokauka, ili nipate kuhuishwa na kuburudishwa. Lakini usiingilie na kuwa kizuizi kati yangu na mkombozi wangu. Niache nimuone kama msaidizi wangu, kama mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Wewe, Bwana, uwe msaada wangu. Wewe ulijeruhiwa kwa ajili ya makosa yangu, ulichubuliwa kwa maovu yetu, na kwa kupigwa kwake nimepona. Kristo alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu, na alifunuliwa kutoka kwenye kaburi la kupanga kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu, na anatangaza ushindi. Mimi ndiyo huo ufufuo na uzima. Yesu anaishi kama mwombezi wetu, akisihi mbele za Baba. Amebeba dhambi za ulimwengu wote, na hajawahi kumfanya mtu mmoja anayeweza kufa kwa kumchukua dhambi kwa ajili ya wengine. Hakuna mtu anayeweza kubeba uzito wa dhambi zake mwenyewe. Yule aliyesulubiwa aliwachukua wote, na kila nafsi inayomwamini haitapotea, bali itakuwa na uzima wa milele. Wanafunzi wa Kristo watafanywa kufaa kwa neema yake kwa kila jaribu na jaribio wanapojitahidi ili kufikia ukamilifu wa tabia. Kwa kutazama mbali kutoka kwa Yesu kwenda kwa mtu mwingine au kwa kitu kingine, wakati mwingine anaweza kufanya makosa, lakini mara tu anapoonywa juu ya hatari yake, anakaza tena macho yake kwa Yesu, ambaye ndani yake tumaini lake la uzima wa milele limekitwa. Naye anaweka miguu yake katika nyayo za Bwana wake na kusafiri salama. Anafurahia akisema, yeye ni mwombezi wangu aliye hai mbele za Mungu. Anaomba kwa niaba yangu. Yeye ndiye mtetezi wangu, na ananivika ukamilifu wa uadilifu wake. Haya ndiyo yote ninayohitaji ili kuniwezesha kuvumilia aibu na lawama kwa ajili ya jina lake zuri.
Ikiwa ataniruhusu kuvumilia mateso, atanipa neema na faraja ya uwepo wake ili jina lake litukuzwe. Utasoma katika The Review and Herald la Mei 12, 1896. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 6. Mkate wa uzima huuisha asili ya kiroho. Na tuombe. Asante Baba kwa kutufundisha masomo haya. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi, pamoja na wasikilizaji wote wa somo hili. Ambatana nasi siku ya leo kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu